kabisa. Karibu sana mtazamaji, tuseme asalamu alaikum popote pale ulipo. Aljuma Karim. Naam. Ijumaa fulani hivi nzuri, imetulia, hali ya hewa safi, kakangu umependeza. Alhamdulillah. Mimi mtu akifunga vifungo paka hivi juu, yani mimi napenda. Inakuwa maridadi fulani, unadhifu umezingatiwa. Nakuona. Usmati fulani. Uko poa lakini. Unyamwezi. Unyamwezi sana. Ijumaa unajua. Ijumaa mambo ni mengi sana, lakini Ijumaa inakuwa nyeupe. Ni kwa ile. Yeah, Ijumaa inakuwa ina mambo mengi. Ijumaa inakuwa imetulia. Imetulia fulani. Kwanza jioni ndio panachangamka. 12 ile watu tena watu washashiba zao biriani safi kabisa. Weekend wanaisubiria weekend au wanaianza weekend vizuri kabisa, inakuwa amani kabisa. Kuna mtu aliniuliza eti kuna sehemu pa maandiko ya Ijumaa lazima mtu ule biriani na Jumapili lazima pilau ipikwe majumbani. Ni hulka na utamaduni wa baadhi ya watu ambao wamejekea hivyo. Unajua sio kila siku utakuwa unakula ugali tembele, wali maharage, unaelewa. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ni siku amazing, hata kiyama kitashuka siku ya Ijumaa. Kwa ndio maana Ijumaa imekuwa ni Ijumaa ni kubwa sana. Mtu unaweza kuona siku tu fulani vya kawaida. Ijumaa unaweza ukatenga siku zako zote kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi. Ijumaa nikasema mimi nimejichanga. Napika kibiriani, napika kipilau. Familia inakuwa hata nyumba inakuwa ina baraka. Nimetoka asubuhi kuanzia saa 5:05 nasikia adhana saa 6 mpaka nafika swala ya Ijumaa, watu wanaenda kuswali na nini. Ni kirudi pale unapiga mbwechi wako vizuri kibasmati fulani hivi. Inapendeza. Ijumaa bana ni siku special sana. Safi kabisa. Karibu mtazamaji, na wewe pia tukutakia Ijumaa karimu iliyokuwa njema. Karibu sana tuweze kuungana kwa pamoja, na hii ni The Gossip Table. Mimi hapa ni Sami Baby. Mimi naitwa Osman Maalim ya Ijumaa. Bana Ijumaa. Safi kabisa. Sawa Bi Samira, niko hapa. Kwani mwanaharamu ni nani? Alisikika mtu mmoja akiuliza. Ndio. Mwanaharamu ni nani? Mwanaharamu. Kwani anatokea wapi? Eti anatokea wapi? Kigogo, Magomeni au Tandale? Huyu mwanaharamu tunamtafuta tupate kumjua. Tuko na story ya Mwijaku. Mwijaku amekuwa ni mtu ambaye haishi matukio. Unavyomwona yuko kimya, siku akija anakuja analipua kweli kweli. Na Mwijaku sio mtu ambaye wa kumwamini kwamba yuko upande gani. Yeye upande ambao wanaona siku upepo umevuma ndio uko upande. Popote kambi. Yaani ya popote kambi. Sasa kuna kitu ambacho Mwijaku ameweza kukiposti kimezua mjadala na watu kujiuliza kwa nini Mwijaku asema neno kama yale, kwa nini azungumze kama alikuwa anataka kuwa upande fulani. Kulikuwa kuna haja ya kusema hivi bwana Chem. Kile ambacho amekiposti Mwijaku kwenye Insta story yake ameandika, nilisema hapa mfalme anakwenda kuzika ndoto za mwanaharamu wa Tandale. King and Konde. Ujumbe wa Mwijaku unasema hivyo. Tukumbuke jana Mwijaku alizungumza kuhusiana na anamsubiria Diamond kusubiria collab ya Harmonize pamoja na Alikiba. Unaelewa kwamba Diamond atakuja taongea na yeye au ataleta fitna zake. Ndio. Mbaya zaidi kwamba Mondi sio mzungumzaji na hivyo vitu. Sawa. Wanaohenyeka au wanaofanya promotion ni hao watu ambao wanatakiwa wapandishe hizo ngoma iende. Umeelewa? Na ndio maana bila ya kumtaja Diamond katika story zao na hawezi kumtaja Diamond, wanataja kutokana na matukio au sehemu. Wanakuambia mtu atandale, umeelewa? Wapo watu watandale wengi, lakini mtu kama Mwijaku akizungumza mtu atandale uko unamzungumzia kabisa huyu anamzungumzia mtu fulani. Ni mbaya sana, na kwa wao nahisi ni time nzuri ya kupata hela kwa sababu ni promotion, it's all about promotion. Tumeona kamzungumzia Alikiba kwenye engo, amemzungumzia Harmonize, umeelewa? Na watu wameachia ngoma yao utanionea jana saa 6, umeelewa vizuri. Inasemekana ngoma kama ina kitu kimeingia katikati. Mimi nimesikiliza ngoma vizuri na tunaendelea kuisikiliza kwa sababu nimemsikiliza Harmonize, ameimba vizuri sana. Yaani katika ngoma ambayo amenifurahisha ni ambayo amefanya na Alikiba, nimemsikia vizuri. King kama King yuko vizuri. Sikujua kama kuna ujumbe fulani umemgusa mtu. Nadhani ngoma imetoka hivi karibuni tu jana, kwa maana tutapata ya time nzuri ya kusikiliza. Kuna watu wachambuzi ambao wao watakuwepo kwa ajili ya kuangalia hii engo, kuna mtu kadisiwa au ni vipi. Na kuna watu tayari wameshaona dosari, wanasema kwamba ile melody wamekopi kutoka kwenye ngoma ya Moko Genius Zinapendwa.
ile napendwa bongo flavor ni bongo flavor. Unajua sasa hivi ukija mtu katika muziki wa bongo flavor vitu tu vile vile. Kwa kitu kipya kwa ni kawaida. Flavor ni flavor ambayo hata wewe Sami unaweza kaja na idea yako na melody yako kafikiria kawiana na mtu fulani, ni flavor. Sasa watu ndo kazi yao hiyo. Utafuta sasa kutia dosari au kufananisha kitu tofauti. Yaani itakuwa story ni nyingi, lakini kitu cha kikubwa ambacho tunachokiangalia, tunaangalia ukubwa wa ngoma ambao jinsi gani wale watu wamekaa wameandaa kitu chao muda mrefu. Mtu kama Alikiba, mtu kama Harmonize hawezi kukaa akasema eti kachukua idea kutoka kwa mtu fulani. Ni flavor ya bongo flavor ambayo kila mmoja anakuja nayo. Umeelewa vizuri? Yeah. Ishu kubwa kwamba Mwijaku ndio ambaye anachochea ngoma iende kwa kumdiss Diamond. Okay. Yeah. Na amekuwa akifanya hivyo mara nyingi, lakini Mwijaku ndio anasema ni mtu ambaye hatakiwi kuaminika wala kuzoeleka, kwa sababu pia majuzi tu alimdisi Harmonize kuhusiana na show zake, si ndio? Na akasimama upande wa Diamond Platnumz. This time tena amemdisi Diamond Platnumz, kasimama upande wa Harmonize na Alikiba. Kwa hiyo tunatokea tena Diamond kafanya tena kitu kingine, tena atahamia upande wa Diamond. Mwijaku anashindwa kutulia upande mmoja, hata kama labda ndio tuamini story za Doto Magari kwamba Mwijaku analipwa kumsema Diamond, labda ni kweli. Ukiacha kulipwa, ukiacha yeye kulipwa, sasa hivi kwenye mitandao una uhuru kuongea kitu chochote. Ndio. Unaelewa, mtu kama Mwijaku tumemzoea mtu ambaye ni muongeaji, kazi yake ni ile kuongea na anapata deal kwa maongezi yake. Hata huyo Doto Magari ambaye tunamweka anamzungumzia, na yeye ni ndo kazi yake. Umeelewa, mdomo ndo nampakula, the way anafanya promotion ya kitu au anavyozungumza. Ni mtu ambaye anaweza kutengeneza maneno hapo kwa hapo na maneno ambayo watu wanayapenda na kuyasikia katika masikio yao. Umeelewa? Kwa hiyo ina Mwijaku kitu ambacho yeye kinakuwa tofauti, anakuwa yupo kwenye engo ya kukandia, engo ya kukandamiza sehemu au kwenye bezi sehemu moja, yani kwamba ana bezi mtu fulani, which is kuna vitu fulani unakutana navyo, mwisho wa siku mtu unaweza kufanya maamuzi magumu, kwa sababu unapomdisi mtu ambaye hataja kudisi, yana mpango na wewe, kuna wakati fulani inakuwa inauma. Na ndio maana hata kwenye wasanii wa hip hop wanapodisiana mtu analipiza ile disi, kwa sababu anaona kwa nini kanidisi kwenye ngoma yangu. Kwa sasa hivi msemo, kuna wasemaji ambao wanasemea bongo flavor, umefanya vizuri, hujafanya vizuri, lakini wao kazi yao ni kusemea bongo flavor. Kwa hiyo ni moja kati ya platform ambao wanazitafuta kutengeneza followers, kusikilizwa sana. Na sisi ni kazi yetu, kwa sababu bila ya wao kuongea vitu fulani siengeze labda tusipate kitu. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye kuchochea game, unajua hata kwenye game zetu maybe hatuje kwenda labda Nigeria na sehemu nyingine, yanatokea haya mambo yapo, na wakina Davido wanazungumziwa, lakini kuna watu ambao ni wasemaji ambao mpaka umsikie labda Diamond ngoma imeboostiwa na Mwijaku au Doto Magari, ngoma imeboostiwa na, yani iko hivyo. Kwa hiyo it's all about time na muda wao ndio huu, na sisi tutafanyaje? Sasa kweli ndio umuite mtu mwanaharamu Osman? Mwanaharamu, kuitwa mwanaharamu hajamtaja Diamond kabisa kwamba wewe ni mwanaharamu au vipi? Yeye kaongea vile mwanaharamu, anajua yeye nini anachomaanisha, lakini kuitwa mwanaharamu ni mtoto wa haramu. Yaani mtoto nje, yaani mtu fulani hivi, yani ueleweki wewe. Mtoto wa nje. Halali si halali. Mwana haramu. Which is ni kitu kibaya sana. Unajua siwezi kumzungumzia na siwezi kumpangia jinsi ya kuzungumza. Kila mmoja anazungumza vile anavyoona na maono yake, na kila mtu anaweza kutoa mawazo katika kitu tofauti ambacho anakisikia au anakiona. Kwa hiyo mimi kwangu namchukulia Mwijaku kama ni mtu ambaye anakurupuka kuongea sometimes, au anaongea kwa kile kitu ambacho anamaanisha. Yes, naweza nikamweka kwenye engo tofauti. Kama ulizungumza na ulikiandika, manake unamaanisha na ulikusudia kufanya. So kisasi hakitaki kulipwa au kulipizwa, umeelewa? So mtu ambaye labda inasemekana ni yeye au ndo yeye ambaye tunamzungumzia, inawezekana akakaa kimya kwa sababu kumsikia akazungumza kwa muda mrefu kwamba Mwijaku amekuwa ananidisi sana kwa muda mrefu, lakini mimi silipizi. Umeelewa? Maana yake sasa Mwijaku ni kama anatumia fimbo kuona ni bado naendelea kumchokonoa ili aweze
kulipiza. Lakini tumemwona Baba Levo, umeona Baba Levo ndio anashindana na Mwijaku kwenye swala hilo. Huwezi kumzungumzia Diamond wakati Baba Levo yupo, ambaye tunaamini kwamba Baba Levo anamsupport sana Diamond. Na tumeona hata post yake hivi jana, na tumeona jana of course usiku baada ya hiyo ngoma kutoka, post amemzungumzia kwamba anawaita watu hawezi kufika kwenye level za Diamond Platnumz. Okay, na ndio maana Mwijaku akaja na lile dongo. Yaani naambia nipiga nikupige, weka tuweke, kata mti panda mti. Sasa hapo vita vinakwenda kwa Mwijaku na mheshimiwa mbunge Baba Levo, lakini all in all Baba Levo naye alishazungumza kwamba akiona kitu chochote kinachomharibia baba yake ambaye ni kwenye kumsupport, anamuita hivyo kwa sababu amemfikisha hata kwa hapo mbunge na nini. Kwa hiyo hawezi kukaa kimya apate of ubunge, lakini kwenye swala la kusupport na nini kazi za Diamond na nini liko pale. Kwa hiyo hatokaa kimya, na tumeona akazungumza na mkandia sana, na anawakandia kwanza timu nzima, so kwa kandia, yani kwamba bado muendeleze hivi vitu, na ndio vitu ambavyo muendeleze hivi vitu, mjipange sana na nini, na akatumia neno dunga kama hivi, kama tutakuwa liko sawa kuniremind vizuri. Ndio. Kwa hiyo ni all about time, na time ndio hii. Tumeona Diamond na Alikiba is big surprise. Yes. Ukiona Harmonize Harmonize na Alikiba, si ndio? Wametoa, ni watu walikuwa wanasubiria collab kwa muda mrefu, na big time collab tumesikia ni kali nzuri ya kuenda mjini. Nimesikia engo zote mbili kwa Alikiba, king of the voice melody yuko vizuri. Ukimsikia Harmonize ana bongo flavor ya peke yake, umakonde fulani unausikia, tone ya sauti unaisikia, ni jambo ambalo ni usikivu mzuri wa muziki mzuri of course. Sasa vita tu ndio vinaendelea tu hapo, lakini ngoja tuone, tusubirie, na labda Diamond kutokana neno la Mwanaharamu anaweza akawa active na yeye kabisa. Na watu wamezungumza kwamba pongezi nyingi kwa Alikiba kwa sababu tayari ameshakamilisha kufanya ile zile collab na wasanii wazuri kutoka ambao wametoka label WCB. Kafanya na Harmonize tayari ngoma hii hapo, amefanya na Buju na Mbosso tayari ngoma imeenda vizuri, kafanya na Rayvanny na Oa ngoma ikaenda vizuri. Kwa hivyo Alikiba amekuwa akifanya kazi, yani kama vile tunasema, kama vile alikuwa akiwasubiri watoke sasa, alafu aoneshe makali yake ni yapi. Hongera nyingi kwa King, kiukweli anafanya kazi nzuri. Mimi kwa upande wangu unaambiwa mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kazi nzuri sana. Alikiba anapotokea anapewa collab na mtu, kiukweli anafanya vizuri. Tuangalia ngoma ambazo amefanya na Mario. Verse zake ndo zimekuwa zikiua sana. Yes, sana vizuri zaidi. Kwa hivyo tumpongeze, hata kwa tumpongeze. Ni vizuri sana. Na time ndo hii kwa sababu unajua watu wanafikiria kwamba muziki ni uadui au ni vita. Unaelewa? Na watu wasemaji ndo wanachachua. Wanachachua. Kazi yao wako hapo, umeelewa? Wachachuzi. Kwa hiyo active. Ni big time. Ni mdomo tu sometimes kuharibu vitu na kutoa kwenye action za watu. Yes. Sasa tutasema nini zaidi tu ya kusema mambo ndo yako hivyo. Kwa hiyo ambao akaifanya Mwijaku wasala mazima kuitana Mwanaharamu kutoka Tandale, vitu vingine kama hivyo, kwamba ni kweli King kaja kuua ile platform ama kuua brandi ya Mwanaharamu wa Tandale, kama vile ambavyo Mwijaku kasema, sio mimi sasa na Ochu, ni Mwijaku ndo kasema Mwanaharamu wa Tandale. Maoni yako ni yapi kuhusiana na story ambayo tumekusogezea wakati huu hapa na kujuza kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko mitandaoni baada tu ya ngoma ya Utanionea kati ya Harmonize na Alikiba kutoka? Stories zimekuwa nyingi. Maoni yako ni muhimu sana. Kukumbusha kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele huko na familia pendwa kabisa bwana Ochu. Sawa, mimi naendelea kukukumbusha kupitia account ya Instagram pale, washikaji zetu wa Nguvu wa Faida na Uzuizaji kwenye kuvamia. Ni Uzuizaji mpo vizuri kabisa. Bando sasa hivi sio lazima ile weke bando na nini. Mambo sasa hivi kuna wifi mwezi mzima na nini, inakuwa ni fresh. Kwa 69 Media TZ, Instagram tunapatikana hivyo, Facebook tunapatikana hivyo, na inakuwa unyamani. Hii ni The Gossip Table of course, tuko hapa na tumepiga story mingi sana kuhusiana na mambo mengi sana kumhusu Mwijaku na mambo akawa ameenda mjini kuna mengi. Asante sana kwa kutusikiliza, kwa kutazama. Big time kwako bwana Othman. Bwana salute.
Big time pia kwa mwanetu Deo Mpemba, tunakuona hapo. Unatupeleka mjini. Tutafutie followers baba. Waambie waamie huku nako pia kumenoga.